go by the name Edgar, na today nataka niongelee kitu kimoja, kwamba jinsi ya kubrand yourself au kujipa thamani katika maisha. Haijalishi position au nafasi uliyopo, unaweza ukaonekana mtu mwenye thamani katika jamii yako. Kwa mfano, swali dogo tu mtu unaweza ukamuuliza katika maisha yake, au watu wengi unaweza ukauliza kwamba nini chenye thamani maishani mwako? Naweza kukwambia pesa, ndio. Lakini ukiangalia pesa, mtu kinachokuja akilini mwake labda ataanza US dollar, pesa nyingi za kumiliki US dollar kwenye thamani maishani mwake. Umeshawahi kujua kwamba US dollar yenyewe sio pesa yenye thamani duniani? Kwa maana gani? Ukiangalia kwenye record au kwenye list, the most current ambayo ina value kwenye dunia, kwanza kuna pesa ya Kuwait ambayo inashikilia namba moja. Kuna nchi inaitwa Bahrain na yenyewe inashikilia rekodi namba 2. Ya tatu ni Oman, ya 4 Jordan, ya 5 ni British, na kuna nyingine inaitwa Gibraltar. Ukija kuangalia kwenye list yote hiyo euro iko nafasi ya 9 na nafasi ya 10 inashikwa na US dollar, ambayo kidunia inatumika katika biashara na inafahamika sana. Na ndio watu wengi kwenye akili yao anawaza kama ningepata pesa nyingi US dollar. Kwa hii inatokana na jinsi inavyoinvolve kwenye jamii zetu. US dollar wani Marekani wameweka mifumo yao kwamba pesa yao hiyo inatumika katika nyanja zote za kibiashara. Yaani kila unapogusa biashara US dollar utaikuta kule. Lakini haimaanishi kwamba ndio pesa ambayo ina thamani kubwa duniani. Kwa hiyo mwenyewe unaweza ukajiposition, jinsi unavyojiposition, jinsi unavyodonate kwenye society uliopo, mambo unafanya, ndio yanakupa thamani, ndio. Na kwa mfano kitu kingine, mfano wa pili unaweza kutumia na katika upande wa wanyama. Simba anafahamika kama king, yani king of jungle, ndio. Ila unaweza ukashangaa kwamba simba katika most strongest animal, simba halipo. Most strongest animal anayeshika nafasi ya kwanza ni tembo. Tembo wa Afrika yuko nafasi ya kwanza. Hottest animal, yani mnyama anayekimbia sana ni cheetah, si ndio? Na mnyama labda tusemee, labda mnyama mkubwa kwa upande wa achana na majini, kwa upande wa nchi kavu, naye ni tembo, si ndio? Lakini king of jungle ni simba. Hii inatokana na yeye kujiamini, kutoogopa anapolielekea jambo lake. Kwa hiyo binafsi pia unapotaka kuendea jambo lako, unapaswa kuiga labda tabia za simba, kuwa strong, kutoogopa. Hii inaweza kukupa value, na hiyo ndio jinsi ya kujibrand yourself. Kwa any addition au mtu kama ana comment yoyote kuhusiana na lolote ulilozungumzia hapa, anaweza weka comment hapo, na comment yako utasoma na tutafurahi.